Karibu sana kwenye channel hii ya Hisia Halisi. Mtazamaji, asante kwa kuniangalia sana hapa YouTube, na leo nina mada nzuri sana. Mada hii imeletwa na mdada mwenye umri unaokaribia miaka 40. Na mdada huyu nilimsaidia kama miaka 7 iliyopita. Nilimsaidia, mahusiano yake yakawa mazuri sana kuliko alivyokuwa ametarajia. Sasa leo kanipigia simu, anasema kwamba mahusiano yamepungua utamu wake, hamuhitaji kwenye tendo la ndoa kama zamani, hana muda wa kukaa naye kama zamani, hachati naye kama zamani. Huyu ni mama mwenye uwezo mkubwa wa kipesa na mwanaume vivile mwenye uwezo mkubwa wa kipesa. Ni uhusiano wa kimchepuko. Huyu mwanamke ndoa yake ilivunjika, na matatizo kwa kweli, kutokana na alivyonieleza huyu mama, yalikuwa ni kwa mwanaume. Mwanaume ndio alikuwa mwenye tatizo. Huyu mama anaishi kwenye nyumba ya kifahari, ana gari 2, ni kibosile. Sasa akapata mpenzi wa kwanza ambaye walishindana naye. Kwa sababu gani? Huyu mama alimwazima yule mwenzie, alikuwa ni mfanyabiashara, milioni 8, alafu ikaleta shida hiyo kidogo. Alikuja akalipa hela zote, lakini uhusiano ukafia hapo hapo baada ya kulipa hela zote zile milioni 8 alikuwa amemkopa yule mfanyabiashara ambaye alikuwa ni mpenzi wake. Na alikuwa ni handsome sana yule kaka na kila kitu, na nilikuwa ni mfanyabiashara mkubwa kidogo. Sasa akapata mpenzi mwingine. Sasa mpenzi huyo amepatikana katika eneo la kazi. Huyu dada ni bosi kwenye hilo eneo la kazi, na huyu kaka yuko chini yake. Sasa kama nilivyozungumza, kama umekuwa unafuatilia channel hii hapa YouTube, channel yangu ya Dr. Mahaba, Dr. Mahaba ukitaka ya mapenzi, kama umekuwa unafuatilia channel hiyo, nimezungumzia kwamba huyu ni dada ambaye nilimpa video za jinsi ya kumnogesha mwanaume vizuri. Sasa katika kuchezea korodani kuna mtindo mmoja unaitwa teabagging. Sasa mwanamke huyu alisifiwa na yule mwanaume, na huyu mwanaume ambaye amemleta tena hapa kwangu, kwamba wewe hujawahi kunikwaruza kwa midomo yako, yani kama vile kibogoyo. Anajua kuzichezea korodani vizuri kwa mdomo, na anamwambia kama kibogoyo. Hii ni story napewa na yule dada mwenyewe. Sasa mahusiano yameanza kuchacha, ndio kanitafuta leo. Nimeongea naye karibu nusu saa. Hana shida ya hela, shida ya hela sio hela. Na huyu mwanaume ni mume wa mtu, sawa? Sifanyi promotion ya uchepukaji hapa, lakini wewe ambaye una mke, wewe ambaye una mume, tambua kwamba haya yanaweza akakukuta wewe, sawa? Sawa. Mimi nauza kisu hapa. Kama mtu anakitumia kisu vibaya kuulia mtu, mimi sijui. Mimi najua nauza kisu cha mtu akate kitunguu apike mboga tamu. Sasa mimi nafundisha. Sasa siangalii kwamba wewe mafundisho utayatumia wapi, lakini mimi nafundisha. Naomba unisikilize. Huyu ni mume wa mtu, ana uwezo mzuri wa kazi vile vile, ana uwezo wa kipesa, lakini sasa anatembea na bosi wake. Bufikiria kama miaka 7 mpaka sasa hivi uhusiano unaendelea. Mke wa huyu baba hajui, na kuna siku moja ilileta ugomvi. Huyu mwanaume kamposti mke wake anamlisha keki siku ya birthday. Huyu mchapuko kakasirika, ukasala. Hiyo ni zamani kidogo, ni miaka 7 iliyopita, sawa? Nakwenda kueleza hivyo jinsi gani huyu dada naye amempenda huyu kaka. Na huyu kaka anajua mapenzi kidogo. Alafu ni wale wa 6 pack, sawa? Wanafanya mazoezi ya kutosha. Sasa basi anipigia simu, anasema kwamba Dr. mapenzi yamepungua sana. Ukaribu haupo, unihitaji kwenye tendo la ndoa kumepungua sana. Anasema ananipenda na hataki tuachane. Nimemwambia mimi nataka tuachane, lakini yeye mwanaume hataki. Anasema lakini mimi bado nampenda, japokuwa nimemwambia nataka tuachane, lakini bado nampenda. Sasa mada nilionayo siku ya leo inasema hivi: mtu hakuachi kwa sababu hakupendi. Anakuacha kwa sababu gharama za kuendeleza uhusiano huo ni kubwa kuliko anavyoweza kujitolea. Gharama ni kubwa. Si kwamba hakupendi, anakupenda. Kwa hiyo hata mwanaume anapochepuka
au mwanamke anapochepuka, si kwamba hakupendi, anakupenda, lakini gharama za kuwa mwaminifu kwako zimekuwa kubwa kuliko uwezo wake. Na ndio maana kwa mada hii sizungumzii kuachana, kwa sababu Yesu amezungumza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Mungu anayeitwa Yesu amesema hivi kwenye Ufunuo 2 mstari wa 10, kuwa mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa hiyo basi, nimwambia dada, nimwambia hivi ni kwamba katika mahusiano uliokuwa nayo kwa muda wote toka nimekusaidia mara ya kwanza mpaka sasa hivi, ni kwamba kuna vitu vidogo vidogo umekuwa unakosea, lakini ulikuwa hujui kwamba unakosea, lakini kwenye akili ya mwenzio vimekuwa recorded kwamba umekosea, hizo umemkosea heshima au umemdharau. Sasa hilo hata kuambia. Sasa yeye kwa sababu ameyaweka haya ndani na haja kuambia, taratibu yanaanza kunyonya lile penzi alilokuwa nalo kwako, linapungua kubwa kama vile ndoo inayovuja. Kwa hiyo vile vitu ambavyo ulivifanya vya kutokumuonyesha heshima huyu mtu na haja kuambia, sawa, vimekuwa vinanyonya penzi alilokuwa nalo. Sasa limepungua, anaona kuchat na wewe kwa muda mrefu, kwa na wewe kama anaona kama vile anaingia gharama kubwa sana, yani gharama za kihisia. Sasa na biashara ambayo unaifanya ukiona kwamba hela unayoingiza na hela unayowekeza kwenye biashara na ile unayopata ni ndogo, biashara unaiacha. Sasa hiki ni kitu ambacho unapaswa kijue. Sasa dada huyu nimeongea naye zaidi ya nusu saa, nikamwambia unakuongea na mimi sio redio, unanilipa. Hapo tumesha kupanga appointment tuonane naye Jumamosi niongee naye. Sawa, sema niko busy sana. Panga appointment kwa Jumamosi tukutane. Tuongee. Naambia bwana, nimeongea na wewe kwa muda mrefu sana, unanilipa shilingi 10,000. Hajalipa mpaka sasa hivi. Na hiyo ilikuwa ni saa ngapi? Ni saa 7 mchana. Sasa hivi na shoot video hii ni saa 3 za usiku. Sawa. Na shoot video hii ni saa 3 za usiku. Yaani nimeongea naye saa 7 mchana, sasa hivi ni saa 3 za usiku na shoot hii video. Ndio nakuletea mada hii. Sasa nataka kuambia hivi. Upende usipende, vikosa ambavyo unavifanya aidha kwa kufanya au kwa kusema au kwa kutokufanya au kwa kutokusema. Sawa? Kwa kutokufanya au kutofanya. Kwa sababu Biblia inazungumza hivi. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 inasema hivi, lolote jema mtu ambalo anapaswa alijue, asipolifanya kwake huyo ni dhambi. Nakumbuka kuwa na girlfriend mmoja mzuri kweli. Alikuwa anakuja nyumbani kwangu mzuri kweli, lakini hajawahi kuosha chombo hata mara hii moja. Tukaachana kwa sababu alikuwa na mchumba ambaye alikuwa na umri sawa sawa na yeye. Mimi nilikuwa nimemzidi umri kwa mbali, tukaachana. Lakini anyway, hilo nilikuwa naliona kwamba yuko hajawahi kuosha hata glasi hata mara hii moja, anakuja anampikia, anakula nyumbani kwangu. Sijawahi kumwambia. Lakini nilimpenda. Lakini ndio kuambia ni hivi. Kuna vitu ambavyo mwenzio anaona kwamba umeheshimu, lakini hajakwambia. Sasa kwa mfano huyu dada, nimemwambia kwamba mimi siongee kama redio, unanilipa na hela nazo, sio kwamba hana, unanilipa. Alafu hajanilipa, kakaa kimya. Na mimi Jumamosi atanipigia, hata nitafuta. Akitafuta sipokee simu. Nitamwambiaje? Sawa, nitamwambia hivi, mimi sio cheap, I am not cheap. Mimi sio wa bei ndogo. Sawa. Mimi sio wa bei ndogo. Kitu cha bei ndogo ndo unakipotezea tu. Mimi sio, I'm very precious. Mimi sio, I'm not cheap. Kwa hiyo pale ambapo mwenzio anaona unamfanya kwamba yeye ni cheap, yeye ni wa bei ndogo, hapo ndipo atakapopata sababu za kuachia. Shida iliyopo ni kwamba hivi, mwenzio anakusanya visababu taratibu, kama vile pulizio unavyolipulizia mapulizio ya birthday. Upepo ukijaa ukifika mahali pa juu sana linapasuka. Sasa vile vikosa vyako vidogo vidogo, kwa sababu hajakuambia, vinajaa tu moyoni. Ikifikia stage fulani vikipasuka, hakuna mjadala. Hapo hakuna mjadala. Mwenzio ameshakusanya ushahidi wa kutosha kwamba hufai. Sasa mfumo wake wa fahamu, kutokana na yale mambo aliyoweka ndani, yanamwambia huyu mtu ni mtu hatari. Yanamwambia ni mtu hatari, kwa hiyo inamwekea breki. Hawezi kukutumia message, hawezi kukukumbuka. Na kwa watu wako ndani ya ndoa ni mbaya zaidi, inatisha.
Video itaendelea zaidi kwenye channel yangu ya Dr. Mahaba.